wanakusanya fedha kwa kisingizio cha kwenda kuandaa umma ili wakatae uchaguzi, ili wasimamishe uchaguzi. Lakini kuna ajenda asili. Hawa watu na hasa viongozi waandamizi ambao familia zao hazipo Tanzania wanataka kutumia michango inayochangishwa ya tone tone, eti ikifika wakati wakanunue virusi vya Ebola na Mpox ili wavilete visambae Tanzania na uchaguzi usifanyike. Wako tayari kuwaumiza Watanzania kwa kupandikiza virusi vya Ebola wakati wa uchaguzi ili uchaguzi usimame. Vyama kutokana na kauli hiyo, lakini pia tukasema haitokuwa sawa bila kuwasiliana na wahusika wenyewe, kwa sababu jana niliona barua ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo ikifafanua kuhusiana na hilo, lakini nikasema sio mbaya tukiwapata wahusika wenyewe wakazungumzia kuhusiana na hili. Kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo, mnatamani nini kifanyike ama nini kiufupi tu nini kifanyike ili kuweka haya mambo sawa? Kwa sababu kuna wengine wanaosema kwamba mpaka sasa hivi Chama cha Mapinduzi hakijakanusha, maana yake kinawezekana kawa na ushahidi, lakini kuna wengine wanaosema kwamba Makala kakengeuka. Kwa hiyo hapa yani bado tupo kwenye sintofahamu. Kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo tulipenda kusikia kutoka kwenu. Karibu sana makamu mwenyekiti. Kwanza mimi nasikitika kwamba tunataka tuzungumze swala masuala ya, ukiniuliza mimi nakwambia ya kijinga kabisa. Ndio. Kuwahi kutamkwa na mtu ambaye unategemea kwamba natoka kwenye chama kinacho wao wanavyojiita kinachotawala, lakini kwa sisi tungesema chama kinachoongoza. Kutamka kauli kama hizo ambazo implication yake kwenye uchumi, kwenye maisha ya watu, kwenye uhai ni mkubwa na ni mbaya sana. Kwenye dunia hii hakuna kitu kikubwa zaidi ya maisha ya mtu. Na maisha ya mtu hayalinganishwi na kitu chochote. Lakini kwa watu walioko madarakani, wao kitu kikubwa ni madaraka. Na fedha na wizi. Ndio maana hawawezi kuthamini watu. They can say anything bila kuangalia athari zake ni kiasi gani kwa watu na kwa maisha ya watu. Sasa umeniuliza natamani nini kitokee? Ndio. Natamani Watanzania waendelee kuona watu walivyo wajinga na wasivyokuwa na stahili yoyote ya kubaki madarakani hata kwa dakika moja. Kwa sababu hili limesaidia pia kuwaonesha ni watu wa aina gani. Na bahati mbaya ni kwamba mnajaribu kudogosha hili jambo. Huyu ukimsikia msemaji wa chama, official statement ya chama yoyote inayozungumzwa ni ya chama, sio ya kwake Amos Makala. Ndio, maana hajakanushwa pia na chama. Ndio maana yake kwamba hiyo ni official na ni position ya CCM mpaka sasa. Sasa ukijiuliza kwamba chama kinachoongoza kimefaili kwa kiwango ambacho hakiwezi kujibu agenda tunazo raise. Sisi tumeraise wizi wa kura, kwamba nchi hii hakuna tena uchaguzi. Na ndio maana tunasema no reforms no election. Na tumeeleza jinsi uchaguzi unavyoibiwa, tumeeleza chaguzi 3 consecutive zilivyoibiwa, na tumeeleza implication ya uchaguzi kuibiwa. Ni kwamba ni wananchi kukosa nguvu. Unapoiba uchaguzi unapora mamlaka ya wananchi kukuwajibisha, kuona kama ulitenda vizuri wa kureward au kuona kama ulitenda vibaya wa kupunish. Ndio. Sasa unapopora ina maana unachukua hayo mamlaka. Tumeonesha jinsi ambavyo hakuna ajira kwenye nchi hii, kwamba tunaagiza mpaka tomato sauce, hatuwezi kutengeneza ajira. Na tumeonesha jinsi ambavyo sisi tukipewa hivi viwanda basic industries tutaviweka hapa Tanzania tutengeneze ajira kwa vijana. Sasa mimi nilitegemea mashindano na hoja ziwe around hizo hoja. Lakini mtu kutoka huko anasema kwamba watu wananunua virusi vya Mpox na Ebola. Maana yake Bwana Muya ni kwamba wazungu wakisikia kuna Ebola sehemu, actually sio wazungu, mtu yoyote anayependa kuishi na anayependa maisha hawezi kuwa hiyo sehemu. Maana yake huyu bwana anawaambia
watalii wanaokuja kwenye nchi hii wasije, kwa sababu nchi hii ina hatari ya kupata Ebola. Na hiyo statement imetolewa na kiongozi wa chama kinachotawala. Watu wengine wanawachukulia serious hao watu. Sisi tunaowajua, we know these people are crown. They are making circus. Kwa hiyo sisi we can take them simple, lakini kwa watu wengine huko nje anajua kwamba reckless statement kama hiyo haiwezi kutoka kwenye chama kinachoongoza. Kwa hiyo wanawachukulia at least serious kwa mtazamo huo. Sasa unaposema kwamba kutakuwa na Ebola, maana yake watalii wataogopa kuja. Maana yake watu wanaotaka kuleta foreign direct investment wataogopa kuja. Maana yake unaiambia dunia Tanzania sio sehemu salama. Yani unapeleka message mbaya sana. Lakini unamuuliza Makara, hivyo virusi vinauzwa duka gani? Na hayo ndio maswali ambayo mimi nimeuliza tangu siku ya kwanza. Ndio. Atuambie hivyo virusi vinauzwa duka gani? Na vinauzwa kwa bei gani? Na sisi tunavileta kwa njia gani? Kwa sababu Bwana Muya, kama hamjui niwasaidie. Mimi nimekuwa mbunge. Karibu sana. Mipaka yetu yote inalindwa na vyombo vya dola. Vyombo vya ulinzi na usalama. Jeshi, usalama wa taifa, watu wa afya. Ukipita pale, ndio maana hata ukishuka airport wanakuscan pale, wanakufanyia screening kuona hata level ya joto lako liliopo kwenye mwili. Ndio. Kuna scanners pale airport zinaangalia kila begi linaloingia. Wale watu walioko pale wengine ni jeshi, wengine ni usalama wa taifa, wengine ni hivyo kwenye mipaka yote, hivyo kwenye bandari. Anaposema kwamba sisi tunaleta hivi virusi, tunavipitisha wapi? Maana yake message anayosema kwamba serikali chini ya chama chao haiwezi tena kulinda mipaka. Ndio. Yani anasema watu waliopo kwenye vyombo ambavyo wao walipaswa wavisimamie, vitoe viwape wa Tanzania ulinzi, hawana hiyo capacity, kwa sababu wanaweza easily tu wakaruhusu mtu akaingiza mpox na Ebola kama kweli vipo. Na hivyo virusi vinabebwa kwa njia gani? Hizo zinaitwa biological attacks ambazo dunia imepiga marufuku tangu vita kuu ya pili ya dunia. You cannot do that. Huwezi kufanya biological attack au attacks za gas. Ni vitu vikubwa, halafu vinajadiliwa na mtu kwa urahisi kabisa. Lakini la mwisho kabisa ni dharau anayowaonesha Watanzania, hasa wale waliokuwa na wahutubia, kwamba they cannot interpret, hawawezi kuelewa. Yani ni watu ambao unajua zamani ile walikuwa wanasema vyama vya upinzani vikianzishwa vitaleta vita. Cheap propaganda, useless propaganda. Yani ni kitu cha ajabu sana. Kwa maoni yangu ni kitu cha ajabu sana kutolewa na chama kama hicho, na kinaonesha namna ambavyo chama hicho kimechoka mpaka mwisho. Hii inaweza ikawa ni agenda ya kudogosha agenda yenu ya no reforms no election. Haiwezi kudogoshwa. Sisi we are on the ground. Watanzania wanajua nchi hii hakuna uchaguzi. CCM inaiba uchaguzi. Watanzania wameshakata tamaa, wataki tena kwenda kwenye mambo haya yanayoitwa uchaguzi kiini macho. Ndio maana watu wanakuuliza hata nikapige kura ili iweje, kwa sababu CCM wanajitangaza wenyewe. Kwa hiyo haiwezi kudogosha, lakini tu inathibitisha namna ambavyo tuna watu wasiokuwa na uwezo kwenye ofisi za kwa sababu chama kinachotawala CCM ina mfumo unaitwa party supremacy. Ndio. Ni mfumo kama wa China au kama wa South Korea au I mean North Korea au mfumo kama wa Vietnam. Chama kinakuwa na komandi dhidi ya serikali. Ndio. You would expect ukiona serikali ukiona chama kile cha communist cha China, watu walioko kwenye chama wana akili kuliko hata watu walioko serikalini. Lakini sasa unapochukua mtu kwenye chama ambayo ndio unategemea atoe maelekezo kwenye serikali kwa mfumo wenu, alafu unaweka mtu crown kwenye chama, alafu huyo mtu crown anatoa maelekezo kwenye serikali, that's so dangerous kwa nchi. Very dangerous. Sawa, kuna swali moja hapa la mwisho kutoka kwa jaji. Karibu sana. Eche kama utakuwa unanisikia? Nakusikia vizuri. Naitwa Manyota. Leo tuko hapa tunajadili kitu cha msingi na kikubwa sana kwa ajili ya mustakabali wa nchi yetu. Na labda sasa tuulizane jambo au tulitafakari jambo.
Maana tusije tu tukawa tunasema Makala amekosea. Kwa sababu sisi si watafsiri wa sheria. Na sisi si wa kweli kinyume na wakweli wengine. Sasa nilikuwa najaribu kupitia maoni hapa, kuna baadhi ya watu wanasema anachokisema Makala inawezekana ni cha kweli. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wanaamini alichokisema ni cha kweli. Na wapo wanaamini kwamba alichokisema ni cha uongo. Na niulize, tunatokaje hapa ili tupate kuamini mkweli ni Chadema au mkweli ni Makala? Sikiliza baba. Uhitaji kuwa mtafsiri wa sheria kuelewa kwamba alichozungumza Makala ni ujinga na upumbavu. Ni kama mimi nije hapo nikwambie wewe ni mwanamke na wewe unajijua ni mwanaume, ukimbie kwenda kujichungulia. Utakuwa unaonesha jambo la ajabu sana. Na unajua anajenga hoja za kijinga kabisa. Kwa mfano kwenye base ya kujenga hiyo hoja anasema kuna watu familia zao ziko nje, kwa hiyo wataleta virusi vya Ebola kwa sababu familia zao ziko nje. Kuna watu familia ziko nje, moyo huko Tanzania. Ndio maana watu wako diasporas wanapigania hii nchi kuliko watu walioko humu. Wanatuma madawa, wanatuma nini, lakini kuna watu wako Tanzania ambao mioyo yao haiko kwa Watanzania, hawaipendi hii nchi, ni wezi tu. Wanaipenda kwa sababu wako madarakani, wanaiba. Kwa hiyo hoja ya kwamba mtu yuko nje ni hoja ya kijinga kabisa. Kwa sababu kuna mtu ambaye yuko nje anatoa hela zake za jasho lake, anatuma madawa hapa. Na kuna mtu yuko serikalini anaiba kodi ya mtu aliyechanga inunue madawa. Sasa utamlinganishaje? Kwa hiyo hizi hoja bwana Muya ni kama mimi nije nikwambie nani bwana Manyota. Nikwambie kwamba wewe ni mwanamke na unanijijua ni mwanaume. Yaani ni vitu vya hovyo, vya aibu na you don't expect vitu kama hivyo vitamkwe na mtu kutoka ruling party. Sasa kama kuna mtu anamwamini Makala kwa huu ujinga aliyosema, naye ni mjinga tu. Kwa sababu haiwezekani. Virusi vya Ebola vinauzwa wapi? Nikikuuliza wewe. Virusi vilivyo Kongo vilinunuliwa kutoka wapi vikapelekwa Kongo? Ndio maswala ambayo tulikuwa tunaulizana siku ya jana hapa kwenye kamati. Mpox inauzwa wapi? Shilingi ngapi? WHO, shirika la afya duniani, linapigana na hivi virusi, linapigana na majanga haya yanaitwa majanga. Linapigana na majanga. Sasa kama Makala anajua vinapouzwa, kwa nini asiwaambie WHO wakaangamize kule kuliko mapesa wanayotumia kwa mamilioni kununua madawa ya kuokoa binadamu? Kwa nini hajawaeleza WHO kwamba kuna sehemu virusi hivi vimetengenezwa vinauzwa kwenye duka fulani, nendeni mkaangamize kule? Sawa. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye ameandika hivyo atanisamehe, ni mjinga. Na neno mjinga ni mtu tu akielimishwa ataelewa. Sio tu hilo panaeleweka. Kwa hiyo atanisamehe sana mtu wa aina hiyo. Hiyo ni statement very reckless, ni statement ya aibu, ni statement ya uhujumu uchumi. Na Watanzania wote wanaopenda nchi hii wanapaswa kuipinga. Kuna mambo mengi tu Makala anaweza kuzungumza kuhusu chama chetu. Ndio. Anaweza kusoma katiba yetu, anaweza kusoma misimamo yetu, anaweza kusoma falsafa zetu, akakosoa from that point of view. Ndio. Lakini kutoka na statement kama hiyo, it's so sad. Sawa, la mwisho kabisa, jana nimeona msafara wako ulizuiwa na ukazuiwa kabisa hata kutoka kwenye gari kusalimia wananchi. Kwa uchache unaweza kulizungumzia hilo? Mlikuwa mna kila kitu vya labda ile inayotakiwa kwamba kutoa taarifa kwamba tutakuwa sehemu fulani, mkazuiwa kutoka, au ilikuwaje? Kwa uchache tu. Karibu sana. Kilichotokea ni kwamba kwa mujibu wa utaratibu wa sheria ya nchi yetu, ndio unatakiwa kutoa taarifa kwa OCD ndio within 48 hours kabla ya muda wa kufanya mkutano. Masaa 48 kabla ya kwenda kufanya mkutano. Ndio. Na sheria yetu ni nzuri sana. OCD hana mamlaka ya kuzuia wala hamna kibali anachotoa. Umekuwa ukisikia wanazungumza kuhusu vibali, hakuna hicho kitu, hakijatamkwa kwenye sheria yoyote. Ukishampa taarifa, yeye anachopaswa kufanya ni kuandaa mkutano,
I mean ni kuandaa ulinzi. Akiona labda kuna hali ambayo inaweza kuwa sintofahamu, aombe, sheria inasema aombe reinforcement kutoka sehemu nyingine. Ndio. Kuja ku-reinforce hapo ili ufanye mkutano wako vizuri. Na anachopaswa kukujibu yeye ni kukwambia labda badilisha kiwanja, hiki kiwanja labda kimebanana au kitu anaweza kukushauri. Ndivyo sheria yetu inavyosema. Sasa kwa mujibu wa utaratibu uliokuwepo pale Mbarali, viongozi wetu waliandika barua. Ndio. Lakini nafikiri katika typing kulikuwa na typing error ya tarehe. Wakaandika tarehe 24 badala ya tarehe 25. Sasa baadaye wao wenyewe wakagundua kwamba walikosea. Kabla ya muda wakampigia OCD. OCD, kuna barua tulileta hapo lakini tumepitia kopi tuliobaki nayo, tunaona tumekosea tarehe. Akawaelekeza kwamba niandikieni barua nyingine, lakini ilifae ile ya mwanzo, kwamba reference to that letter ya mwanzo, tunakuarifu kwamba sio tarehe 24 kiongozi atakuja hapa, ni tarehe 25 muda fulani. Okay. Kwa hiyo ndio kilichokuwepo, na matangazo yakaendelea, kile kitu kikaendelea. To our surprise tukakuta pale wamezuia magari, yameletwa kutoka Mbeya mjini. Nikamwambia OCD, sasa kwa sababu tayari watu wako hapa na ni vitu vya kawaida kwa sababu hii nchi yetu sote. Na siamini kwamba hata anakopita nani huyu Wasira au Sinani eti wanaweza kuzuiliwa kusalimia watu wako tayari. Watu walikuwa wengi pale. Nimefika, amekataa kata. Nikamwambia naomba nishuke kwenye gari, ananizuia, ananiambia uruhusiwi kushuka hapa. Nikamwambia kwa sheria ipi? Hakuna sheria inayonizuia mimi kushuka sehemu yoyote ninayotaka, kulala sehemu yoyote. Naweza kuamua nikalala hapa. Na hata wewe Muyo unaweza kusafiri hapo kaamua ukalala Sinza, ukalala Mikocheni, ukalala, hujavunja sheria ya nchi. Ukashuka popote unapotaka. Ndio. Ikawa ni msuguano wa hali ya juu sana. Sasa haya ndio mambo yale tunayozungumza, yanayopelekea tuzungumze kwamba no reforms no election. Na ni hayo mambo yanayosababisha tuseme hii nchi imegeuzwa kuwa dola la kipolisi la kikoloni linalobagua baadhi ya watu na kupendelea watu wengine. Kwa hiyo ndio haya mambo yanayotusababisha tupambane kutaka mabadiliko ya nchi yetu ili tulete uhuru kamili wa nchi yetu. Makamu, nikushukuru sana kwa muda wako. Nina imani una majukumu mengi sana, lakini umetenga dakika zako kama 17 hivi za kuzungumza na sisi. Nikushukuru sana. Asante. Asante sana. Naam, ni Dataflow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na internet ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo, utakuwa na internet ya uhakika. Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.